Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tupo katika hii ardhi kwa ajili ya mtihani, na mtihani mtu huwa hajipangii mwenyewe. Mtahini ndiye anayetoa maswali, akaamua nimpe mtihani gani kiumbe wangu. Ma asaba min musibatin, haliwasibu watu linalowasibu, illa biidhnillahi, isipokuwa hilo hutokea kwa idhni ya Allah. Waman yu'min billahi, na yoyote anayemwamini Allah, yahdi qalbahu, Allah huwa anauongoza moyo wake. Moyo wa mu'min unakabiliana na hali yoyote ile, iwe ya kheri iwe ya shari, kwa namna nzuri, kwa sababu Allah huupa moyo huo hidayah. Moyo usiokuwa na imani hauna hidayah. Kwa hiyo linapotokea lolote lile, moyo huo huchukua hatua mbaya, kama Mtume alivyosema, ala inna fil jasadi mudghatun, eleweni katika mwili wa mtu kuna kijipande cha nyama kidogo, lakini kipande hicho idha salahat, kikitengenea, salaha aljasadu kullu, mwili wote wenye kipande hicho huwa umetengenea. Wa idha fasadat, na kikaharibika kipande hicho, fasada aljasadu kullu, mwili mzima wenye kipande hicho unakuwa mbovu, umeharibika. Ala wa huwa alqalbu, tambueni kijipande chenyewe cha nyama kinachozungumziwa ni moyo wa mtu. Moyo mdogo ni kitu ambacho kinaweza kutiwa kinywani kikachakuliwa baina ya meno ya juu na ya chini, ndio kinaitwa mudgha. Almadghu ni kuchakua. Kwa hiyo kuna kipande ambacho kinaweza kukaa baina ya meno ya juu na ya chini, kidogo mno, lakini hicho ndo kinamwakilisha mtu. Kipande hicho kikiwa kizuri, huyu mtu huonekana ni mtu mwema, mzuri, mtu wa kheri. Lakini kipande hicho kikiwa kibaya, kinaakisi huyu mtu mwenyewe mzima anaonekana mbaya. Ni moyo ndio unomfanya mtu awe mtu mwema au mbaya. Kwa hiyo kwenye aya yetu hii ya 11 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ma asaba min musibatin illa biidhnillahi, halitokei la kutokea likawasibu watu ila hutokea kwa idhni ya Allah, liwe la kheri au la shari. Ma asaba ahadan musibatun, hafikwi na msiba mtu yoyote, hafikwi na jambo baya mtu yoyote, fi nafsihi au malihi au waladihi, iwe msiba huo umemfika kwenye nafsi yake yeye mwenyewe au kwenye mali yake au kwa watoto wake au familia kwa ujumla, illa biqada'i llahi wa qudratihi, au illa biqada'i llahi wa qadarihi. Masaib huwa yanatokea kwa maamuzi ya Allah. Allah ndo huwa kaamua mja wangu huyu nimpe mtihani gani, na anafanya hivyo kwa sababu yeye ni mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Qada'i llahi, maamuzi yake kaamua, wa qadarihi, na uwezo wake, yeye ndo mwenye kudra, kama alivyosema kwenye suratul Baqara, lanabluwannakum, sikuwa chini hivi hivi, hata mkisema mmeamini, hata mkawa mnatenda mema, kwa sababu lengo ni kutahiniwa, basi lazima uwe unaishi maisha ya mtihani. Lanabluwannakum, wallahi nitakuwa nakupeni mitihani, bishai'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali, kwa kitu kidogo kama hofu, njaa,
kupungukiwa na mali, wal anfusi wa thamarati, kupungukiwa na ndugu na jamaa, nafsi za watu, yani kutoweka, kufa. Wa thamarati, au kujituma sana ukalima ukavuna kidogo ukapungukiwa na matunda. Ni mambo katika masaib, matukio yanayowasibu watu ambayo wenyewe huwa hawayapendelei. Allah akasema, nitampa mja wangu mtihani kidogo kwenye lolote katika mambo kama haya anayoyapenda, nimpime kwa haribia kidogo. Wabashiri sabirin, kwa hiyo wewe mtume wabashirie watakaokutikana wanasubira. Kapewa mtihani kidogo lakini akakutikana kaumudu. Wabashirie wenye subira. Wenye subira alladhina, ni wale ambao idha asabatuhum musibatun, unapowafika msiba, linapowafika lolote katika masaib, qalu inna lillahi. Hatua ya awali wanajua haya, mpangaji wa haya, muwezeshaji wa haya ni Allah, na sisi ni viumbe wake. Wa inna ilaihi raji'un, na sisi kwake tutarudi. Leo limetokea hili, lakini kwangu mimi ni mtihani ambao kuna siku nitarudi, nitakuta habari zake, nitaulizwa. Kwa hiyo mtu anajibehave vizuri. Kapatwa na baya, lakini anajua kuna muwezeshaji anayeyathibitisha au anayeyaidhinisha yale mabaya, anafanya vizuri, anakuwa mvumilivu. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wale ambao unapowafika msiba miongoni mwa misiba, au linapowasibu lolote miongoni mwa masaib, wanajua kustarja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanajua yeye ndo anaidhinisha haya, na kuna siku kwake tutarudi, atakwenda kutuuliza kuhusu haya mambo. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Hawa wanaojua kwamba wako hapa kwa malengo maalum na watatahiniwa, hawa ndio wanaopata sala na salamu za Allah, na hawa ndio wanaohesabika wameongoka. Mwingine likimfika hilo baya, inakuwa ndo chanzo cha kuingia kwenye pori la ukafiri, akashirikisha, akatengeneza makosa zaidi. Kuna aya nyingine kwenye sura ya 3, suratu Ali Imran, Allah amesema, la tublaunna, wallahi hamuachu hivi hivi, mtakuwa mnajaribiwa, mtapewa ibtila, mitihani, fi amwalikum wa anfusikum, kwenye mali zenu na kwenye nafsi zenu pia. Yani utapigwa kwenye mali au upigwe wewe mwenyewe. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira, mtakapopewa masaib kama hayo, mtasikia kutokana kwa makafiri au washirikina maudhi mengi. Wewe ndo unajifanya uko karibu na Mungu, unajipendekeza kwake, yeye mwenyewe hakupendi. Tizama alivyokufanyia hivyo. Mungu kweli na uwezo alionao, na wewe unavyojituma kwake, ulivyojitupa kwake, akufikishe hali hiyo, hakupendi. Sasa utasikia maudhi mengi kwa watu. Wala in tattaqu wa tasbiru, hasa humu kwenye mitihani humu, wallahi mkionyesha ucha Mungu na uvumilivu, mkimcha Mungu na mkasubiri, fa inna dhalika min azmi al-umur, hayo ndiyo mambo ya kuazimiwa na watu wenye akili. Ufahamu hapa, hata ukifanya vyema, kufanya kwako vyema sio certificate ya kwamba tena wewe usiguswe, uengwe, ubembelezwe. Utajaribiwa tu kwenye matamu na machungu. Kwa hiyo ukijaribiwa ule mtihani, maana yake unatakiwa ufaulu. Kuna kitu Allah anakitafuta kwako, anataka akione practically, ukidhihirishe.
hapo ndo wanakuthibitisha huyu ndiye, huyu kafanya vizuri, huyu kapatia. Allah hutupa mitihani ya kheri na ya shari, akawa anaangalia uvumilivu wetu, performance yetu. Wakana rabbuka basira, na Mola wako ni mwenye kuona. Ma asaba min musibatin illa biidhnillahi, maana yake ma asaba ahadan musibatun fi nafsihi au malihi au waladihi, hautomfika yoyote kati yenu msiba kwenye nafsi yake au kwenye mali yake au kwenye watoto wake, illa, isipokuwa msiba huo biqadaillahi wa qadarihi, unatokea msiba kwa maamuzi ya Allah na uwezo wake. Waman yu'min billahi yahdi qalba, na yoyote kati yenu atakayekuwa kweli ana imani kwa Allah, basi Allah huwa anauongoza moyo wake kwenye matokeo kama haya, huwa hakosei, anajua hatua za kuchukua. Allah huweka hidayah kwenye moyo wa mtu mu'min, na mu'mini mwenyewe ni yule mu'min mtendaji, kaamini na anafanya vyema. Yahdi qalbahu, Allah huongoza moyo wake ukawa unafanya vizuri hata kwenye sehemu za mitihani migumu. Waman yusaddiqu billahi, mtu yote anayemsadiki Allah akayatekeleza yale yatakiwayo. Wa ya'lamu anna kulla hadithatin, na mtu ambaye anajua kwamba kila tukio litakalonitokea biqadaihi wa qadarihi, linanitokea kwa maamuzi ya Allah, kaamua kunifikishia hilo, na ni kwa sababu ana uwezo wake kautumia akanifanyia. Mu'min kama huyu, yahdi qalbahu lisabri waridha, Allah huongoza moyo wake akaupa uwezo wa subira, akaufanya uwe umeridhika na hiyo mitihani. Wayuthabbituhu ala al-imani, na Allah huthibitisha moyo huo ukabaki kwenye imani, pamoja na kwamba utapita kwenye machungu. Qala Ibn Abbas, na amesema Ibn Abbas, yahdi qalbahu lilyaqini, Allah huongoza moyo wake kwenye yaqini. Huo moyo mwenyewe huwa ana yaqini upande wa Mola wake. Hata ya'lam, yaqini yake inampelekea ajue anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, anajua kwamba yale yaliyomsibu ilikuwa hakuna namna ya kuepukana naye, kwa sababu yameshaamuliwa yamfike, na Allah akikukadiria jambo huwezi kulikwepa. Hiyo ndo hidayah yenyewe. Anauongoza moyo kufahamu kwamba hili lilishapangwa, limekadiriwa linifike, ni mtihani wangu. Sasa hapa naangaliwa hatua gani nitachukua. Kwa hiyo anajua hili lilishapangwa linifike mimi, nimepangiwa mimi, hakukuwa na uwezekano wa kunikwepa. Wama akhtaahu, na jambo alilokuwa anapupa nalo, analihangaikia, kajituma kulitafuta, akalikosa, kagharimika pengine, lakini hakufanikiwa kwenye alichokigharimikia. Anajua muumini huyu, kwa sababu hupewa hidayah kwenye moyo wake, hicho ambacho kajituma kukitafuta hakukipata, lam yakul liyusibahu, hicho kilikuwa hakistahiki kimfike, ndo maana hakikumfika, sababu mambo yote shaandikwa. Waqala Iqlima, mwana wa chuoni mwingine Iqlima ametafsiri hivi, huyu ambaye moyo wake unaongozwa kwa sababu ya imani, huwa rajulu, huyu ni mtu ambaye tusibuhu almusiba, unamfika msiba, anapatwa na msiba miongoni mwa masaib. Fayalamu, lakini ukimpata ule msiba, yeye huwa anajua annaha min indillahi, msiba huu unatokana na Allah, kanipangia mtihani huu Mola wangu. Fayarda biha, kwa hiyo muumini huyo huwa anaridhia na lililomfika, hakasiriki, hachukii, hashirikishi, halaumu, haombolezi. Wayuslim liqada'illah, na huwa anajisalimisha kwa kuyapokea maamuzi ya Allah. Na imekuja katika hadithi al-Qudusi vile vile inna a'zama al-jazai,
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha tabaraka wa taala yaqulu, hakika Allah mwenye utukufu na cheo cha juu anasema, inna a'zama aljazai, hakika malipo makubwa atakayolipwa mtu siku ya kiyama, siku ya malipo, min izami albalai, yanategemeana na ukubwa wa mitihani waliopewa. Anayelipwa sana inategemeana na ukubwa wa mitihani aliyopewa. Wa inna Allaha ta'ala idha ahabba qauman, na hakika Allah anapowapenda watu, maana yake wale watu ambao Allah anawapenda, ibtalahum, huwa anawapa mitihani mara kwa mara, mitamu na michungu, mizuri na mibaya. Faman radiya, anayeridhika kwenye mitihani aliyopewa, falahu ridha, na yeye huwa radhi na Allah. Wewe ukiridhika kwa lililokufika, Allah huwa yuko radhi na wewe. Waman sakhita, lakini anayechukia kwa lililomfika, fa alayhi sakhtu, na yeye huchukiwa. Manake aliyeridhika sio kwamba akubali tu lile baya abaki nalo, kama maradhi asijitibu, kama ni hasara aseme ndo Mungu kanikadiria. Kuna hatua umeambiwa uzichukue, ni hatua halali. Ukizichukua hizo unaabudu, wewe inakuwa umeridhika. Lakini kuna hatua nyingine mtu anachukua, kwanza likimfika anakataa kuwa lile la Mungu, usema si Mungu mtupu, hapa na mkono wa binadamu upo, mimi jamaa zangu wabaya. Tena ataanza kuangalia karibu. Nilikwenda juzi kule kwa wale washenzi shamba, kanikaribisha mmoja nyumbani, nilipotoka nimeona kama kizunguzungu hivi. Yani ndo anaanza hivyo shetani kumdanganya. Sasa atahasimiana na ndugu na jamaa, yale ya dhambi ya kukata ukoo anayafanya. Atakwenda kwa mganga wake ambiwe fanya hivi, anafanya, kwa sababu lililomfika hakuridhika nalo, haamini kuwa ni la Mungu peke yake. Na yeye mwenyewe mtu kama huyo anakuwa mahusiano yake na Mola wake hayako karibu. Kwa hiyo huwa ana sehemu za mahusiano nazo za karibu, huko ndo anakoenda kulalamika na akachukua hatua. Kwa hiyo huyu huwa kakasirika na lililomfika, anachukua hatua sio muafaka za kuzidi kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na yeye huwa anakasirikiwa kwa zile hatua anazochukua. Ukichukua hatua sahihi, Allah anaridhika na wewe na unakuwa umefaulu mtihani wako. Ukichukua hatua sio sahihi, Allah anakukasirikia kwa sababu unafanya makosa zaidi. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah kila kitu anajua. Nyie mpo duniani kwenu mnajiona kama mko huru, kama mambo mna control wenyewe, lakini yanayojiri kwenu kila kitu Allah anajua. Kwa hiyo muumini anatakiwa afahamu hivyo. Ma asaba min musibatin, haufiki msiba wowote kwa mtu, illa biidhnillahi, isipokuwa unafika kwa idhni ya Allah. Allah ka authorize hilo jambo limfike mja wake fulani. Wa man yu'min billahi, na yoyote anayemuamini Allah, yahdi qalbahu, Allah huwa anauongoza moyo wake ubakie katika sawab, afanye vizuri. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah kila kitu anajua. Huwa ta'ala alimun bikulli al-ashiya'i, Allah mtukufu anajua mambo yote hapa kwenye ulimwengu wenu. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, hakuna chochote kinachojificha Allah akawa hakijui au hakioni ardhini wala mbinguni. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, la yakhfa alayhi taslimu man inqada wa sallama li amrihi, halijifichi jambo lolote kwa Allah kama kujisalimisha kwa yule mtu ambaye katekeleza la wajibu alilowajibishiwa na akakubali kwenye hilo, kwenye maamuzi ya Allah. Yote haya anayajua, huyu kafata utaratibu, kaniheshimu, kanitii. Wala karahatun man karihahu, wala halijifichi jambo la chuki la yule aliyechukia. Aliyeridhia Allah anamjua, na aliyechukia Allah anamjua kwenye mtihani aliyompa. Nampa mtihani wangu mja wangu huyu, nimtizame
uvumilivu wake. Kwa hiyo aliyeridhika na ule mtihani akafanya vizuri, Allah anamjua, na aliyechukia kwenye ule mtihani akafanya vibaya pia Allah anamjua. Walam yarda biqadaihi, mtu ambaye akawa hajaridhika na maamuzi ya Allah, Allah anamjua. Qurtubi anasema hivyo, la yakhfa alayhi, hakijifichi kwa Allah chochote, taslimu man inqada wa sallama li amrihi, kama kule kujisalimisha kwa kukubali na kutii kwa mtu aliyekubali mtihani uliomfika na kwamba hili jambo limetokana na Allah. Allah anamjua mja kama huyo. Wala karahata man karihahu, wala haijifichi karaha ya mtu aliyechukia, kapewa mtihani kachukia. Allah pia anamjua, huyu mja wangu kachukia, ananishtaki kwa viumbe wangu, ananilaumu, ananitukana, anafanya hivi. Walam yarda biqadaihi, tena pamoja na kuchukia mtihani aliyopewa hajaridhika. Allah anamjua mja wake ambaye kapewa mtihani alafu hakuridhika na alichofanyiwa. Sasa wewe huko umefanyiwa kitu na aliyekufanyia ana power juu yako, alafu hujaridhika. Sasa kama hujaridhika utamfanya nini? Unapata hasira zake. Wewe ukikasirika na yeye anakukasirikia tu. Pia kuna hadithi al-Qudsi vile vile Mtume amesema, yaqulu Allahu azza wa jalla, amesema Allah mwenye nguvu na utukufu, ana inda dhanni abdi bi, mimi siku zote nimejiweka mbele ya dhanna ya mja wangu kwangu. Waja wangu nimewaacha huru, nimewapa khiari na wafanyia mitihani. Mimi ninaendana na zile dhana zao kwangu, nimejiweka vile watakavyonidhania. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, na mimi niko pamoja na mja wangu yoyote pale anaponikumbuka. Allah anasema, tuko wengi lakini kwenye nafsi yako ikawa umejiunganisha naye, unamuwaza na yeye anakuwaza vile vile. Kuna amri yake ukaipokea ukaitekeleza, anakufahamu kwamba wewe ni nani na unafanya nini. Lakini kuna amri yake umeigomea, hukupenda na unaitukana, anakufahamu vile vile. Yeye anaangalia wewe moyoni mwako nini kinachojiri, umemwekaje Mola wako hapo moyoni kwako. Ana inda dhanni abdi bi, mimi niko kwenye dhana ya mja wangu kwangu, naangalia anavyonitreat, anavyonipeleka. Wa ana mahu, na mimi niko pamoja naye mja wangu idha dhakarani, pale anaponikumbuka. Idha dhakarani fi nafsihi, mja wangu akinikumbuka kwenye nafsi yake kimoyomoyo, dhakartuhu fi nafsi, na mimi ninamkumbuka kimoyomoyo hivyo hivyo. Wa idha dhakarani fi malain, akinitaja mbele ya watukufu wa duniani, dhakartuhu fi malain khairan minhu, mimi ninamtaja kwenye vikao vya watukufu bora kuliko hao wa duniani. Hata kwenye ulimwengu wa mbinguni wako viumbe wake ambao wana hadhi kawatukuza. Kwa hiyo wewe ukilitangaza jina la Allah na ukubwa wake na utukufu wake mbele ya watukufu wa duniani, Allah na yeye anakutaja wewe mbele ya watukufu wa mbinguni. Wala in atani yamshi, na wallahi mja wangu akinijia kwa mwendo wa kutembea, la ataituhu harwalatan, mimi namkimbilia. Wewe ukitembea ninamtafuta Mola wangu, natafuta radhi yake, basi yeye bidii yake kukufuata wewe ni kubwa kuliko wewe juhudi yako ya kumfuata yeye. Hiyo ndo aya inasema kwa ufupi, ma asaba min musibatin illa biidhnillah, haumsibu yoyote msiba ila kwa idhni ya Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, na yoyote anayemuamini Allah basi Allah huwa anauongoza moyo wake. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah kila kitu anajua hapa duniani. Wa atii'u Allah wa atii'u rasula, na enyi watu mtiini Allah na mumtii mtume. Yani atii'u amra Allahi, tekelezeni maagizo ya Allah, wa amra rasulihi, na maagizo ya mtume wake.
fi kulli ma shar'a lakum, kwenye kila alichokupangieni, min al-awamiri wan nawahi, katika maagizo yake na makatazo yake. Likija amrisho lake, ikija amri yake, mnatakiwa mtekeleze. Mjue hii ni amri ya Mola wetu, mtekeleze. Au mtume wake kaagiza jambo, mjue hili ni agizo la mtume wa Mola wetu, mnatakiwa mtekeleze. Au makatazo, kakataza Allah, kakataza mtume, mnatakiwa mkome na mjizuilie. Wa kurira al-amru litaakidi wa libayani anna ta'ata ar-rasuli wajibatun ka ta'ati Allahi ta'ala. Limekaririwa hili suala, atiu Allaha wa atiu rasula, kama kwenye sura ya 4. Wa atiu Allaha wa atiu rasula, mtiini Allah na mtiini mtume. Hapa taa imekaririwa kwa Allah na kwa mtume. Kukariri huko sio kwa bahati mbaya au kuchafua lugha. Anasema Sheikh, kurira al-amru, hii amri ya taa imekaririwa, imerudiwa, litaakidi, kwa ajili ya kutilia mkazo, walibayani anna ta'ata ar-rasuli, na maana yake tunabainishiwa sisi taa ya kumtii mtume wajibatun, ni wajibu, ni lazima, ka ta'ati Allahi, kama ilivyo taa ya Allah. Agizo lolote likitoka kwa Allah, nyinyi hamna namna, ni kutekeleza tu. Na agizo lolote likitoka kwa mtume lina uzito ule ule kama kwa Allah, kwa sababu huyu anaitwa mtume kwa sababu katumwa. Anayoagiza sio akili yake, sio rai yake. Waamrishe hivi, wakataze hivi, napenda hivi, sipendi hivi. Katumwa afikishe ujumbe huo. Sasa ukimkomalia, ukimkatalia, unamkatalia yule aliyemtuma. Kwa hiyo taa kwa mtume ni wajibu kama ilivyo kwa Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaitum, kama mtakataa. Atawali ni kukiweka kitu nyuma ya mgongo, ukidharau, ukakiona hakina maana. Hivi ndio mnavyotakiwa muishi. Na mtume mwenyewe alikuwa anasema, maana haitukum anhu fajtanibuhu, enyi watu, kitu chochote mimi nikikukatazeni, acheni. Na ndo nimetumwa niwakataze. Wama amartukum bihi, na chochote nitakachokuamrisheni, fa'tu minhu mastata'tum, kiendeni katika utekelezaji wake kadiri muwezavyo. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum, kwa hakika kilichowaangamizisha wenzenu walioishi kabla yenu, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, walikuwa ni wadadisi sana, wanayafanyia mambo utafiti, matokeo ya tafiti zao ndo wanayachukua ndo jawabu sahihi. Kwa hiyo wakifata rai zao wanatofautiana na maagizo waliopewa na mitume wao. Sasa mimi nikikukatazeni jambo acheni, nikikuamrisheni jambo tekelezeni. Mkifanya tofauti yatakufikeni yaliyowafika wenzenu kabla yenu. Kwa hiyo taa kwa mtume ni lazima. Fa in tawallaitum, mukikataa. Sasa limekuja agizo kwa mtume, mkasema huyu mtu kama mimi bwana, kama yeye anajifanya ana akili na mimi nina akili kuliko yeye, tena mimi nimesoma yeye hakusoma, hivi na hivi na hivi. Mkikataa maagizo ya mtume, fa innama ala rasulina albalaghul mubin, eleweni jukumu pekee la mtume wetu ni kufikisha tu tulichomtuma. Na sisi tuna monitor huku, tumemtuma hichi kafikisha, lakini kimepokelewa negatively, hasara itakuwa ni yenu wenyewe. Fa in tawallaitum, mkikataa kumtii mtume, fa innama ala rasulina albalaghul mubin, eleweni jukumu la huyu mtume wetu ni kufikisha tu kwa wazi kama tulivyomtuma. Akishafikisha kazi yake imekwisha. Sisi tunadili na nyinyi, mmepokeaje mlichofikishiwa? Yani fa in a'radtum, kama mtapanyongo, mtageuka, mtakataa, ani ijabati rasuli, kumuitikia mtume kwenye alichokuelekezeni. Fa in a'radtum, kama mtakataa, ani ijabati rasuli, kumuitikia mtume, fima da'akum ilayhi, kwenye alichokulinganieni.
min alhidaya, katika muongozo tuliompa, wal imani, katika imani tuliolazimisha muamini. Mkikataa, falaisa alaihi dararun, yeye mtume wenu hatodhurika na chochote kwa kukataa kwenu, kwa sababu hatutomuadhibu, hatutomhoji kwa nini hawakuelewa wengine. Kama ni hoja, kwa nini hukufikisha tulichokutuma? Hili ndo wanaulizwa. Lakini kafikisha, nyinyi mmekataa, hili halimdhuru yeye chochote, hana madhara yote kwa kugoma kwenu kumsikiliza. Innama dararu dhalika alaikum, dhara ya kutokumsikiliza inarudi kwenu wenyewe. Alikataza mtume wenu jambo fulani, nyinyi mmelipenda, mmefanya, madhara yanarudi kwenu wenyewe. Yeye akiulizwa, si tulikwambia uwakataze jambo fulani, uthibitisho wa kwamba alikataza upo, kesha toka hatiani. Hasa nyinyi kwa nini mmefanya? Nyinyi hamkukatazwa jambo hili. Jawabu mtaipata wapi? Mtaipata tu kwa sababu kilichowapelekea mfanye jambo mmekatazwa ni kitu gani, kitaeleweka. Madhara yatakuja kwenu wenyewe mkimgomea. Idh, kwa sababu laisa ala rasuli illa tabligh risala, jukumu pekee la mtume si zaidi ya kufikisha ujumbe aliotumwa. Waqad adda ma alaihi, na kwa hakika mtume wenu katekeleza wajibu wake, alichotumwa kafanya. Wallahu yantaqimu mimman asahu wa khalafa amrahu, Allah atakwenda kulipiza kwa kila aliyemuasi mtume wake na akenda kinyume na maagizo aliyopewa. Kila aliyemuasi mtume na akenda kinyume na maagizo ya mtume, Allah atamlipizia siku ya kukutana naye. Allahu la ilaha illa huwa, Allah hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila yeye katika ulimwengu huu. Allahu jalla wa ala, Allah mwenye utukufu na cheo cha juu. La maabudun siwahu, hapana mola mwingine wa kuabudiwa zaidi yake. Wala khaliqun ghairuhu, wala hapana anayeumba zaidi ya Allah. Vyote mnavyoviona ni viumbe, muumbaji ni yeye peke yake. Alaihi li'timadu wa ilaihi almarji'u walmaab, wote kama viumbe mnatakiwa mumtegemee yeye, na mkiondoka hapa kwake yeye ndiyo marejeo yenu na ndiyo mafikio yenu ya kituo chenu cha mwisho. Kwa hiyo lazima muwe na maandalizi na siku ya kukutana naye. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah wanapaswa wategemee waumini. Waumini wote wanapaswa wamtegemee Allah, wasitegemee chenginecho. Wa ala Allahi, na kwa Allah, falyatawakkalul mu'minun, na wategemee basi waumini. Yani fa alayhi wahduhu, kwake Allah peke yake. Tawakkalu ayyuhal mu'minun, tegemeeni kwake Mola wenu enyi waumini. Fi jamii umurikum, kwenye mambo yenu yote mumtegemee Allah. Qala Sawi, amesema mwanawachuoni Sawi, wa huwa tahridun wa hathun linnabii sallallahu alayhi wasallama ala tawakkuli ala Allah. Maagizo haya ni msisitizo, ni himizo, anahimizwa mtume sallallahu alayhi wasallam asimamie suala la kutegemewa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe awe mfano na watu wawe wanamuiga mtume jinsi ya kutegemea kwa Allah. Waliltijau ilaihi, na watu wajielekeze kwake kwenye mambo yote, wajielekeze kwa Mola wao. Wa fihi ta'limun lil umma, kwenye aya hii kuna elimu, unaelimishwa umma. Dhalika, uwe na tabia hiyo. Kama ni waumini, waishi wakiwa na maelewano na mahusiano mazuri na Mola wao aliyeumba, wamtegemee, wampende, wamheshimu, wamtii. Bi an yaltajiu ila Allahi, umma unatakiwa utegemee, yani ujielekeze kwa Allah. Wayathiqu binasrihi wa ta'yidihi, na wawe wana imani ya kupata nusra kwa Allah na msaada wake. Wategemee msaada na nusra kwa Allah, wasitegemee msaada na nusra kwa mwingineo asiyekuwa Allah. Ndio maana ya maneno hayo. Allahu la ilaha illa huwa wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah ndiye pekee anayestahili kuabudiwa kwa haki, hakuna zaidi yake katika ulimwengu huu,
na waumini wote wanatakiwa wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ifuatayo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, inna min azwajikum, hakika katika wake zenu. Min wanasema litabiidi, sio wote, baadhi ya wake zenu. Wa auladikum, na baadhi ya watoto wenu. Aduwwan lakum, ni maadui kwenu. Unaweza ukawa na mke, mnaelewana, mnapendana, umemaindi, lakini mbele ya Allah mkeo akawa adui yako namba moja. Unaweza ukawa na watoto, unawasimamia unavyotaka, unakaa nao vizuri, lakini uangalie katika points nyingine wanakuwa ni maadui zako watoto wako upande wa Mola wako. Lakini fahdharuhum, kwa hiyo enyi waumini, wameitwa waumini hapa, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, inna min azwajikum, hakika baadhi ya wake zenu, wa auladikum, na watoto wenu baadhi yao, aduwwan lakum, ni maadui kwenu. Fahdharuhum, tahadharini sana na wake zenu, na tahadharini sana na watoto wenu. Utashangaa, lakini kwanza usishangae, hii ni aya, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliqu, aliyeumba. Yeye ndo anajua siri za viumbe wake. Lakini wewe mwenyewe utasema, mke wangu mimi ana baya gani kwangu? Mwaka wa 25 huu tuko wote, hatujakerana, sijampa talaka hata moja, hajaniudhi. Lakini zingatia, iyo kuwa mnaelewana sana, ndani yake inawezekana ndo kuna viashiria vya huo uadui wenyewe. Kivipi? Twende tutafahamu. Ya ma'ashara almu'minin, enyi waumini, inna ba'da az-zawjati, hakika ya baadhi ya wake, wal auladi, na baadhi ya watoto, a'da'ul lakum, wanakuwa ni maadui kwenu. Yasuddunakum an sabilillahi, uadui wenyewe wanakupozeni, wanakuzuilieni kuiendea njia ya Allah. Yani performance yako kwenye dini inapungua kwa kulinda mapenzi ya mke au mapenzi ya watoto. Kulikuwa kuna mambo ufanye kwa 80%, lakini hawakupi muda au mwanya mke na watoto kuyafanya hayo mambo. Utayafanya kwa 20% au 10%. Sasa hii si hasara hii? Yani tuseme unafanya biashara, ulikuwa upate milioni 100 kwa mwezi, lakini kwa sababu tu ya vikwazo, resistance ya mke na watoto, ukapata milioni 18, 20. Sasa we huoni hapa umerudi nyuma sana? Yani kilichozuia usifike lengo la milioni 100 ni mke au mtoto. Pengine kazi zako unatakiwa utoke mapema asubuhi, ambaye saa hizi mimi sijazoea mambo hayo bwana. Kaa kwanza. Unatoka saa 5 na machumi asubuhi. Unaona? Yeye kakuzuia kwa sura ya kwamba anakupenda, anataka uweko machoni tu, lakini kumbe ule muda ambao kakuzuia kuna mambo muhimu kwenu wewe na yeye unayafuatilia. Sasa basi bibi nitakaa, unakaa nyumbani, mnatizamana, mnacheza. Kuna mambo muhimu kwenye muda ule ndo ulikuwa uyafanye, hayafanyiki, kisa bibi kazuia. Na watoto ndo hivyo hivyo. Kwa hiyo sababu ya huu adui, Allah anasema yasudunakum an sabilillahi, wanakuzuilieni na njia ya Allah. Performance yenu kwenye dini inakuwa ndogo kwa sababu ya kuwaendekeza mke na watoto. Wayuthabbitunakum an ta'atillahi, at-tathabbut ni kule kukushika mkanda hivi, anakubwetekeza. Kuna mambo ufanye hufanyi. Pengine usiku mwenyewe umesema mimi nitajitahidi usiku nisikose angalau rakaa 5.
za tahajudi na witri kabisa, hakuruhusu kusimama usiku. Wakati huo anakutaka, basi mkumbatiane tu. Unaona, kuna jambo tenda pale unataka ushughulikie, kwake yeye inakuwa ngumu, hakuzoea, haipendi, basi ile unaiacha, unamuendekeza yeye. Ndo mifano manake natoa. Yuthabbitunakum an taati llahi, wanakubetekezeni, wanakufanyeni msifanye vizuri kwenye mambo ya kumtii Allah kwa kulinda mapenzi na maelewano nao. Fahdharu, kwa hivyo tahadharini, antastajibu lahum, kuwaitikia kila wanalotaka. Kweli watafoka na wana maneno ya shombo sometimes, anapenda akitoa oda yake utekeleze, lakini na wewe unatakiwa uvae uhusika, uchukue dhamana yako, umpe maelekezo. Fahdharu an tujibuhum, tahadharini kuwaitikia au kuwasikiliza. Watutiuhum, na kuwatii kwenye maagizo wanayokupeni.